dunia itakukumbuka kwa kipi? Kwa kweli swali hili ni swali ambalo kila mmoja wetu anatakiwa kujiuliza. Na leo nimeandaa mambo matano ambayo ni ya msingi, ambayo yanaweza kukusaidia ikiwa utayafanya kwa uaminifu kabisa. Yatakusaidia wewe kumbukumbu yako kudumu vizazi na vizazi hata baada ya kuwa umeondoka hapa duniani. Maana yake dunia itaweza kukukumbuka kwa yale ambayo utakuwa umeyaacha hapa duniani. Jambo la kwanza kabisa, tambua kwamba wewe ni kiumbe wa milele uliyekusudiwa kuacha alama itakayodumu vizazi hata vizazi baada yako. Mungu amekuumba wewe ili uishi maisha ya milele. Yaani sio kwamba unapokufa historia yako iishie hapo. Isipokuwa Mungu amekuumba ili hapa duniani uweze kuacha alama isiyofutika. Yale ambayo utayafanya hapa duniani yazidi kudumu milele na milele. Kwa hiyo unatakiwa utambue hilo kwamba Mungu amekuumba ili uishi milele. Yale ambayo unayafanya yazidi kusaidia watu wengine hata baada yako. Na jambo la pili ni kutambua kusudi la kuumbwa kwako na kuamua kuliishi kikamilifu. Nini maana ya kusudi? Kusudi ni wazo la Mungu kuhusu maisha yako. Ni kile ambacho Mungu anahitaji wewe ukifanye ukiwa hapa duniani. Ni kile ambacho Mungu anahitaji ukifanye ukiwa hapa duniani, na kila mtu duniani hapa ana kusudi lake, na kusudi la mmoja linatofautiana na la mwingine. Kama hauelewi vizuri kuhusu kusudi, kuna video nilishaiandaa, kuna ujumbe nilishauandaa unaitwa njia 3 za kukusaidia kulijua kusudi lako. Pale nimeelezea njia 3 ambazo ni za msingi na za muhimu sana, ambazo zinaweza kukusaidia sana kwa kiasi kikubwa kulijua kusudi lako. Kwa hiyo tafuta ujumbe huo na utakuwa na mengi ya kujifunza. Jambo la 3 ni kuishi kwa ajili ya kesho na sio kwa ajili ya leo. Ukweli ni kwamba vile tunavyoishi katika maisha haya leo hii ni matokeo ya vile tulivyojiandaa jana, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa hiyo maisha unayoyaishi leo au sasa hivi ni matokeo ya vile ulivyoishi jana. Kwa hiyo ili kuweza kuiandaa kesho yako, inabidi uishi vizuri katika leo yako. Ili uweze kuwa na kesho ambayo ni nzuri, lazima uhakikishe unaandaa hayo mazingira katika leo yako. Kwa hiyo unapoishi hapa duniani, ishi kwa faida ya kesho na usiishi kwa ajili ya faida ya siku ya leo tu. Na namba 4, kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia hapa ni kuwekeza zaidi kwa watu na sio kwenye vitu. Hakikisha unawekeza kwenye maisha ya watu na usiwekeze kwenye vitu. Kumbuka, naposema kuwekeza zaidi kwa watu, tunamaanisha kwamba ni pale ambapo unapotumia vipawa, ujuzi, elimu na kila alichokupa Mungu ili kusaidia watu wengine. Au kwa njia nyingine, kuwekeza kwa watu ni kuyaongezea thamani maisha ya watu wengine. Au kwa namna rahisi zaidi, kuishi kwa kuwekeza maisha yako kwa wengine ni kuwa baraka. Ni kuwa baraka kwa watu wengine. Kwa hiyo hakikisha unawekeza kwenye maisha ya watu. Jiulize, ni matatizo gani ambayo watu wanayo ambayo wewe unaweza kaenda kuyatatua? Fanya hivyo kwa ajili ya kuchangia kitu kwenye maisha ya watu. Na jambo la mwisho na la 5, hakikisha unaandaa watu baada yako. Kwenye kile unachokifanya kinachochangia kuboresha maisha ya watu, hakikisha unaandaa watu baada yako. Baada ya kuwa umeondoka, watakaoendeleza hicho ulichokianzisha. Kumbuka, wakati Yesu amekuja duniani, aliwaacha mitume 12 ambao waliendeleza kile ambacho alikianzisha Yesu, na mpaka sasa hivi kinaendelea. Kwa hiyo hata wewe, kile ambacho utakachokianzisha ambacho kinalenga kugusa maisha ya watu, wakati unaendelea kukifanya, andaa watu watakao kiendeleza baada yako. Baada ya kuwa wewe umeondoka duniani, tengeneza watu, andaa watu ambao wataendeleza hicho kitu ambacho wewe umekianzisha. Kwa kuishi hivyo, maisha yako yatakuwa heri sana na watu wengi watakukumbuka.